Amesema mambo matatu yakijitokeza tu fanyeni haraka bila kupoteza muda. Mtu atakapokufa awahishwe kwenda kufanyaje? Kuzikwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mtu akitaka kuslimu muaisheni kuslimishwa, msije mkachelewesha. Jambo la tatu, mtu akidai ndoa mpeni ndoa fasta bila kumpotezea muda, mtakuja kuharibu jamii. Ndio maana Mtume amesema idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu, hajatajwa hela hapo. Atakapokujieni mtu tayari mmeridhia dini na tabia zake ziko strong, fazawijuhu, muozesheni, msipoteze muda. Kwa nini? Illa tafaalu, musipofanya hivyo, takun fitnatun, fitna itakuwa kubwa. Ni nani katika nchi hii yuko tayari kusababisha fitna ndani ya Tanzania? Ikiwa viongozi wa serikali wanakataza kusababisha fitna, machafuko, uharibifu katika jamii, wewe ambaye umepewa dini ambayo iko safi, ina maadili iliyokuwa imenyoka, iweje uwe una choko za kuwasababishia vijana wasioe? Jitathmini mara mbili. Kwa ndoa hizi 130 ambazo zimefanyika juzi, nataka kuzungumzia hizo, lakini pia kuzungumzia kwa ujumla wake. Ni vipi kuanzia wale vijana wana harusi wapya, na hapo pia tuna wana harusi mpya, bado mpya Khalid. Naam. Wana nafasi gani kuhakikisha kwamba vigezo gani ambavyo wanaweza wakavitumia ili hizo ndoa ambazo wameozeshwa wale 130 mabwana harusi wengineo iwe sababu sasa ya kufikia ile daraja la heshima, wawe na maadili, lakini pia yapi yaepukwe ili baadaye ndoa hizo ambazo watu wameziozesha kwa nia njema zisije kuwa ni changamoto baadaye. Jambo la kwanza kwa vijana ambao na mabinti ambao waliooa na walioolewa, jambo la kwanza waepuke kitu kinachoitwa mkurupuko na muhemko. Mkumbo ukisikia unafata, no. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema la takunu imma, msiwe nyinyi wakurupukaji kama bendera. Bendera ina tabia, ikisikia upepo umevuma inafuata huko. Upepo haujavuma inaganda. Kwa hiyo tusiwe kama bendera, ukivuma na wewe unakwenda, tusiwe hivyo. Mtume Muhammad ametukataza kuwa kama bendera. Wewe unafuata tu mkumbo, unafuata tu upepo, unapovuma unakwenda. Hilo jambo la kwanza, na saa yangu kwa vijana wasiwe wenye kukurupuka. Jambo la pili, majukumu hauwezi kuyatendea haki mpaka uwe na mission na vision. Kila kijana ambaye ameingia katika ndoa aweke mission na vision yake vizuri ili aweze kuisimamia ndoa yake. Jambo la tatu, vijana wasione haya kufanya kazi. Kuna watu wengi katika jamii na watuzunguka wanachagua kazi, ni tatizo kubwa katika jamii. Kwa sababu nikifanya nitaonekanaje? Miongoni mwa sababu ya kufeli katika jamii hiyo, nikifanya hivi nitaonekanaje? Wajiepushe na vitu kama hivyo. Lakini jambo la tatu, jambo la nne ambalo lina msingi sana kwa vijana, wajitahidi kufuata maadili ya ndoa ambayo tunayajua, waliojifunza muda si mrefu, au wajifunze kutokana na waliotangulia ndani ya ndoa. Kwa sababu watu wengi kwa kweli hawajui maadili ya ndoa. Na hii nitawaomba wasimamizi wa Kishki TV walau moja katika masiku muweke ni yapi maadili ya ndoa kwa mwanandoa, aweze kuyajua maadili ya ndoa, kwa sababu watu wengi hawajui. Na zama tulizokuwa nazo ni ngumu, ni zama za mkurupuko. Watu wanafuata mitandao, hawafuati maadili ambayo yako katika maisha yetu. Lakini pia watu wakithirisha kumuomba anayetoa riziki ambaye ni Allah azza wa jalla. Sababu ipo, lakini mtoaji ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na wewe ni shahidi, wallahi tangu nimeingia katika ndoa sijawahi kupata dhiki. Allahu akbar. Katika maisha yangu. Ila misukosuko hivi, misukosuko ni sehemu ya maisha. Allah amesema liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maana Sheikh alituambia hapa kama mwezi unaisha hujagombana na mwenza wako, ni sehemu ya kupimwa akili. Haja kukera sio hujagombana. Sehemu ya kupimwa akili yako ikoje. Sawa? Lakini ile dhiki kabisa, ni mimi maisha tena nataka kufa, sio kitu rahisi kwa yule ambaye anayefuata maadili ya ndoa. Okay.
Kanifahamu shahada. Kwa hiyo wewe mwenyewe ni shahidi, unajua nini vitu vinavyopatikana ndani ya ndoa. Sehemu nyingine hata kwa gharama yoyote huwezi kuvipata. Changamoto ni ndogo sana. Changamoto ni Allahu Akbar. Changamoto ni ndogo sana katika ndoa kuliko ni raha unazozipata. Na wale ambao wako kwenye ndoa wanalijua hili. Ndio maana watu wanaishi miaka 30, 40 mpaka 50. Lakini kwenye kupewa mathalan kufanya kazi changamoto ni nyingi kuliko ni sisi tunaelewana vizuri. Unaweza kukutana na kitu mpaka ukatamani bora tuniache kazi leo. Lakini kwenye ndoa unasema bora jana nilicheka leo tu. Ili umefahamiana. Lakini kwenye kazi unaweza ukacheka mwisho wa mwezi tu. Alafu baada hapo kaanza kununa. Lakini ndani ya ndoa unaweza ukacheka kila siku ukachukia siku moja. Ibrahim Kishki bwana, muda wetu nao pia sio rafiki, lakini tumefurahi sana. Kuna msikiliza maoni ya mtazamaji wetu anaitwa Mafunda Khatibu, anasema tatizo kuna wengi, anasema tatizo kuwa wengi wetu hatuna yaqeen juu ya Allah, lakini pia kaongezea kama serikali yetu ingeliweka posho maalum ya kuwasaidia wanandoa, basi vijana wote wangekuwa na ndoa, lakini Allah akasema vijana waoe, yeye atawatajirisha, bado tunasuasua. Okay, nimemuelewa. Anasema kwamba kama serikali ingesema kuwa vijana wote waoe, alafu angekuwa wanawapa pesa, watu wangeoa. Lakini Allah akasema watu waoe, yeye atawatajirisha, watu wanasungusi. Kumbe tatizo liko kwetu sisi wala sio ndoa. Tatizo liko kwetu sisi wala sio ndoa. Aliyesema watu waoe ndio anaweza kukupa kila kitu. Kwa nini uwe na hofu ukoogopa kuingia katika ndoa? Na mtazamaji wa Kishki TV, dakika za hekima tumeishia hivyo na Sheikh Ibrahim Kishki, lakini sasa hivi tunakwenda moja kwa moja katika nukuu ya siku hii ya leo ambayo inatoka kwake Sheikh Mziwanda. Hadi hivi vinamfanya mwanamke akuonewa, maana kuna wanawake leo wameolewa hajawahi kuletewa zawadi na waume zao mpaka leo, na dume yupo kauzu hana mpango wa kupeleka zawadi kwa mkewe. Sasa wewe ukiwa mbabe, nenda kalinde uwanja wa Taifa, watu wasiingie bure mpirani. Sio kwenye ndoa. Ndoa inahitaji ulaini. Kwa hiyo nakuombeni sana akili, kuwa mbunifu. Sio kitu kidogo kwa mama mkwe, kitu kidogo kwa mama mkwe, kitu kidogo kwa baba mkwe, unaonekana mwanamume wewe una hila, una tatizo. Mambo mengine komaa, kuwa mbunifu. Dakika za hekima. Dakika za hekima. Nakwambia kijana, komaa, kuwa mbunifu katika ndoa. Sheikh Muharram Mziwanda katika nukuu ya leo alizungumza vitu vingi sana ambavyo watu tumefaidika navyo kwa kiasi kikubwa sana. Ni miongoni hata ile ambayo nilisema mwanzoni kwamba mtu akukeri mwezi mzima wewe hujaoa. Ni kweli Khalid, na nukta ambayo umeizungumza sasa hivi ya zawadi ndio kitu ambacho kinaweza kikapelekea kule kukerana. Au kama mtu amekukera ukimpelekea zawadi, kama yeye mke amekukera, ikiwa labda pengine wewe umekerekwa ama yeye amekukera, ukipeleka zawadi na ama wewe ndio umemkera haswa, ndio inanoga. Ikiwa wewe umemkera, baadaye ukatoka umerudi pengine kutoka kazini ukampelekea zawadi, ni kitu ambacho kwanza kinakaribisha sana mapenzi, kinajaza huruma. Na hata Mtume aliwahi kusema kuambia na sio wanandoa peke yake, aliwaambia jamii kwa ujumla, tahadu tahabu, pianeni zawadi mtapendana. Na ndivyo zawadi ilivyo. Hata mwanaume mwenzako akikupa zawadi tu unamkubali. Na mtazamaji wa Kishki TV, tumeishia hapo katika mtazamo ya siku hii ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao tumefanikisha kuletea kipindi hiki, asante kwake Abdul Karim, Abdurrahman, Omar Nganga, Abid Hiza, Jumaa Said Saif, Awadh Jumbe, lakini pia vile vile Ahmed Kimamba, Hussein Omar. Mimi mwenzangu hapa ni Abdullahi Mashi, mimi naitwa Khalid Omar. Kesho nayo ni siku, tukutane tena kuanzia saa 3 kamili za asubuhi mpaka majira ya saa 4 katika mtazamo mwingine. Endelea kufuatilia Kishki TV, subscribe, follow account zetu za Instagram, YouTube pamoja na Facebook. Kishki TV, nuru
ya dini yako.